Bwana semaje, habari yako? Bana safi kabisa. Safi, uko vizuri? Namshukuru Mwenyezi Mungu niko sawa sawa. Sawa, tuanzie hapa kwa namna ambavyo maandalizi ya mechi yalivyokuwa hadi siku hii ya leo. Baada ya hapo sasa tuje kwenye mechi yenyewe, namna ambavyo umeiona. Maandalizi yalikuwa mazuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kila kitu kilikuwa kizuri katika uwanja wa mazoezi, na leo tumepata nafasi ya kucheza mchezo wetu. Tumefurahishwa na kile ambacho kimetokea. Tumefuzu kwenda hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, na hiyo ndio ilikuwa dhamira yetu kubwa ya kuja na kufuzu, na hivi ndivyo ambavyo mechi za mtoano zinavyochezwa. Lazima ucheze kwa hesabu kubwa. Mechi ya kwanza tulicheza kwa hesabu kubwa, tukapata mabao mengi, mabao matatu automatic. Mechi ya pili ikawa imeshamalizika, kwa lazima uicheze kwa ukubwa, na mechi ya leo kila mtu ametimiza malengo yake. Nsingizini aliingia uwanjani asifungwe magoli mengi, na Simba tumeingia uwanjani kulinda ambacho tumekipata, na kila mmoja amefanikiwa. Kitu muhimu kwetu ni kwamba tumefanikiwa kufuzu, tumeingia hatua ya makundi. Haya ndio alikuwa malengo yetu ya sasa, tufuzu, tuingie hatua ya makundi, na tumeingia hatua ya makundi. Tunaangalia sasa, tunasubiri Novemba 3 tutapangiwa na nani ili tuanze mipango namna ya kushiriki kwenye hatua ya makundi. Kwa namna ambavyo mechi ya kwanza ilikuwa, pengine mashabiki wetu walitarajia au kama sikutegemea, hii leo tunaanzia pale kwenye 3 na kuendelea, kwa maana mabao ya kufunga. Kwako wewe, tathmini yako, unaonaje na unafikiri changamoto ni nini? Mpira hauko hivyo. Hatua za mtoano lazima ucheze kwa hesabu kubwa, na lazima ucheze kikubwa. Kitokea mtu kambahatisho kambabua nyumbani na ugenini ni sawa, lakini kwanza mnaweka malengo ambayo malengo ni kufuzu. Ukisha kuwa na uhakika wa kufuzu, una maintain hiyo kufuzu, kuangalia mbele yako ikoje. Ukiangalia mechi ya leo ilikuwa imekaa kimtego sana. Ufunguke, ujiachie, ucheze, upambane, umemeno kweli kweli, alafu uchoshe wachezaji wako. Leo tarehe 26, tarehe 27 uwape muda wa kupumzika, tarehe 28 usafiri uende Tabora, tarehe 29 ufanye mazoezi Ali Hassan Mwinyi, tarehe 30 ucheze na Tabora. Kwa hiyo ukiangalia tu TRA, kwa hiyo ukiangalia hiyo ratiba peke yake unaona ni kwa namna gani mwalimu alikuwa na mpango. Yani anacheza mechi hii dhidi ya Nsingizini, lakini ukiwa ni mpango wa mechi ya siku 3 baadaye. Kwa hiyo ni ambacho kimepatikana, sisi kwetu tumefurahi pakubwa. Tumetimiza malengo, kwa maana ya kwamba tumefanikiwa, tumefuzu. Wachezaji wetu wamemaliza mechi wakiwa na energy ya kutosha, hakuna ambaye amepata majeraha. Sasa tunaangalia mechi inayokuja. Kwa namna ambavyo mechi ilikuwa, pengine kama si mechi mbili basi mechi moja, tumefikia kile ambacho tulikuwa tunakitamani kukifikia? Tumefikia. Inawezekana kwa jicho la kishabiki mtu alishapiga hesabu zake kwamba kule kwake tumemnywa 3, huku anakuja na yeye tunamnywa 3 nyingine jumla 6, au tunamnywa 5 jumla 8, au tunamnywa 7 jumla 10. Hiyo ilikuwa ni hesabu ya kishabiki, lakini kwenye uhalisia lazima uende ukacheze kwa akili kubwa, kwa tahadhari kubwa, kwa sababu kupata magoli unakulazimu upush, ufanye pressing ya hali ya juu, wachezaji wako wote watumike. Sasa unawachosha na muda wa mapumziko, kwa maana ya recovery hakuna. Ukiangalia hapa, baada ya mechi hii ya leo tuna mechi 2 na zote ni dume kweli kweli. Tuna Tabora United, tuna Azam FC tarehe 2. Kwa hiyo ilikuwa lazima na ni muhimu mwalimu acheze kwa hesabu. Yani unacheza mechi hii, lakini unapiga hesabu mechi inayokuja. Kwa hiyo kwa mashabiki wanaweza kuwa disappointed kwamba huyu bana haitakiwa tumnyonge hata bao 6, huyu Benjamin Mkapa ameingia kichwa, lakini haikuwa rahisi namna hiyo. Lazima ucheze kwa mahesabu. Yangepatikana ahlan wa sahlan, lakini kwa kuwa hajapatikana, sisi hatuna cha kujilaumu zaidi ya kujisifia kwamba mpango wetu umekwenda sawa sawa, na hata wao mpango wao umekwenda vizuri, kwa sababu hawakutaka kujiachia sana, wakihofia kufungwa magoli mengi. Kwa hiyo kaona kuna wakati wanapoteza muda, kuna wakati wanaumia, yani hawana haraka. Madhali wao hawana haraka, hawatupi sisi pressure.
na sisi ndio hatuna haraka zaidi, kwa sababu tunatunza nguvu yetu kwa ajili ya mechi inayokuja ya ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo kwenye upande wa mafanikio tumefanikiwa pakubwa. Mwalimu aliwaruhusu vijana wacheze ili aweze kuwaona, atengeneze mipango yake kuelekea mechi ya TRA. Kwa namna ambavyo timu ilicheza mechi iliyopita, pengine watu walitegemea kumwona Wilson Nangu ambaye alifunga, Jonathan Soa ambaye aliingia na kufanya vizuri, na baadhi ya wachezaji ambao walifanya vizuri kwenye mechi iliyopita. Lakini hii leo mwalimu amekuja kivingine kabisa. Fullback ya kulia tumemwona David Kameta Duchu ambaye ameingia na mabadiliko kadhaa kwenye maeneo tofauti tofauti. Wewe kwako uliona nini kwenye mechi kama hizi ambazo tayari umeshatimiza malengo? Mwalimu unajaribu jambo jingine tena. Sisi tulitumia nguvu ya kutosha sana kwenye mechi ya kwanza, na kwenye mechi kama hizi za nyumbani na ugenini ama za mtoano, lazima uchague mechi yako. Uwezi kucheza mechi zote kwa the same spirit, lazima uchague mechi yako. Kwa hiyo sisi tulichagua mechi ya kule, tumalize kazi kule kule ili tuanze kujiandaa hapa na mechi dhidi ya TRA. Hatukutaka mechi ya kule tuiache tuje tuicheze mechi hii, wachezaji hii leo watoke na maumivu kweli kweli ya mwili, alafu siku 3 baadaye tuna mechi nyingine ngumu. Kwa hiyo tukasema kimahesabu, acha tucheze mechi ya tarehe 19 ya hapa Eswatini, tutumie nguvu zote tulizokuwa nazo, tuimalize mechi hapa. Tukitoka hapa mechi ya tarehe 26 yanaanza mazoezi na maandalizi kuelekea mechi ya tarehe 30 ya ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo mechi ya kule na ya huku approach zake zilikuwa tofauti. Kule tulitumia nguvu kubwa, maarifa makubwa, tukapata matokeo, tukaimaliza mechi. Tukaja hapa tukaanza maandalizi kuelekea kwenye mechi ya TRA. Kwa hiyo mpango mzima wa mechi hii umekwenda vizuri, tumefanikiwa pakubwa, tumefuzu hatua ya makundi kwa mara ya 7 mtawalia ya michuano ya CAF. Ni timu ya 3 Afrika ambayo imekuwa na uwezo wa kufuzu back to back michuano ya CAF hatua ya makundi kwa mara 7 mfululizo. Wa kwanza Al Ahly, wa pili Mamelodi, wa tatu ni Simba Sports Club. Kwa hiyo kwetu sisi tumefikia mafanikio, na hata ukienda kuangalia chati ya mechi hizi za mwisho za ligi ya mabingwa Afrika za kufuzu kwenda hatua ya makundi, utaona kuna mtu kapasuka ugenini kashinda kwao, kashinda ugenini kapasuka kwao, draw kashinda. Yani lazima kuwe kuna mahesabu ya kucheza hizi mechi, na meneja Pantev ameonyesha hilo kwa vitendo. Amekwenda na hesabu yake, hesabu imemlipa, ameandaa mpango. Yani ndani ya mechi hii alikuwa anaandaa mpango wa mechi dhidi ya TRA. Nikikupa nafasi ya kumzungumzia Tanzania One ambaye kacheza mechi 2 pasina kuruhusu bao. Hivi ni 2 au 3? Ile mechi ya Gaborone ya CAF ya Gaborone United ile aliingia, tulikuwa tushafungwa ile moja wakati anaingia penalty. Of course alikuwa kashaingia, alikuwa hajaingia bado, aliingia kipindi cha pili Sakamara. Yes. Kwa hiyo Yakubu Suleiman amecheza mechi 3 za ligi ya mabingwa Afrika bila kuruhusu bao hata mechi moja. Of course huwezi kumweka mbali ama kumtofautisha Yakubu na ubora. Amekuwa bora sana tangu alikotoka, na ubora wake umeongezeka baada ya kutua Simba Sports, kwa sababu amekutana na walimu wazuri, amekutana na internal challenge ambayo inamfanya kumboresha, na anapozidi kwenda anazidi kuimarika kwenye footwork, anazidi kuimarika kwenye kutoa maelekezo, anazidi kujiamini, anazidi kuwa mkubwa, anakuwa na utawala pale golini, ana uwezo wa kuamrisha na kuambia wenzie nini cha kufanya. Kimsingi ni kwamba anazidi kuimarika siku hadi siku. Ni karata muhimu kweli kweli ndani ya Simba Sports Club. Anafanya kazi yake ilivyotukuka, hana mambo mengi, anafanya vitu vya msingi, anaokoa na kuiweka Simba salama. Si nyepesi hata kidogo. Mechi 3
za ligi kuu, mechi 3 za michuano ya kimataifa anaondoka bila kufungwa, lakini ukijumlisha vile vile na mechi ya Namungo ameondoka bila kufungwa, mechi 4 anaondoka bila kufungwa. Ni jambo kubwa sana kwa upande wake na kwa upande wa Simba Sports. Inaonesha ni kwa namna gani tulipata mtu sahihi katika eneo la goalkeeping. Tumalizie semaji, mashabiki ambao wamejitokeza hii leo kwa wingi, ambao wamelipa viingilio vyao kuja kushuhudia wachezaji wao ambao wanapenda na mechi kiujumla, lakini pia kilichopo mbele ni mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya TRA ugenini. Tunawashukuru wale wote ambao wamekuja kwenye mechi yetu hii leo, waliolipa viingilio, jambo la msingi. Tunawashukuru wale wote ambao wamelipa viingilio vyao na kuja Benjamin Mkapa kuiunga mkono timu yao. Kwa idadi yao waliokuja zaidi ya 20,000 ni jambo la kujipongeza kwa wana Simba. Haikuwa rahisi mechi kama hii ambayo tayari una uhakika timu imeshafuzu na bado mtu anaweza akalipa kiingilio chake na kuja kuiunga mkono timu yake. Hawa watu wana mioyo ya dhahabu kweli kweli. Tunawashukuru kwa kuendelea kuiunga mkono Simba yetu. Tuendelee kuiunga mkono Simba yetu. Asitokee mtu yote akawapa maneno ya frustration. Kitu muhimu ni kwamba tulikuja Benjamin Mkapa kuja kuipeleka timu yetu hatua ya makundi, na tumeipeleka hatua ya makundi timu yetu. Mpira wa miguu it's all about kutimiza malengo tena kistaarabu, yani bila shida, yani bila pressure hata kidogo. Niliwaambia siku zile sisi ndio watu pekee ambao tunaenda kwenye mechi tunaenjoy, yani unatoka nyumbani unaenjoy, unaingia uwanjani unaenjoy, unatoka unaenjoy, kwa sababu unatoka nyumbani timu yako iko group stage, unafika uwanjani timu yako ipo group stage, mechi inaanza timu yako ipo group stage, mechi inaisha timu yako upo group stage. Hauna mashaka na kitu hata kimoja, na wamefanya kazi yao kwa ufasaha. Wameipeleka timu yao group stage, wameishuhudia timu yao ikienda group stage kwa mara ya 7 katika michuano ya kafu. Ni jambo la kujipongeza kwa kila mwana Simba ambaye amekuja hii leo Benjamin Mkapa. Baada hapa sasa maandalizi ya mechi ya TRA yanaendelea. Kwanza muda ni mchache. Leo mechi imechezwa, kesho vijana lazima wanapata recovery kidogo za hapa na pale. Tarehe 28 kikosi kinasafiri kuelekea Tabora kwenda kuwafuata TRA United. Ratiba nzima ya safari tutaelezana. Tarehe 29 itakuwa kufanya mazoezi na tarehe 30 ndio itakuwa siku yenyewe ya mchezo. Kwa hiyo ukiangalia tu hiyo ratiba hapo unaweza ukaona ni kwa namna gani ama kwa nini mwalimu ameamua kucheza hivi ambavyo amecheza hii leo. Lakini haishi hapo. Tukitoka hapo tarehe 1 tunarejea Dar es Salaam, tarehe 2 mechi na Azam FC. Kwa hiyo ratiba ni ngumu. Ratiba sio rafiki hata kidogo. Ratiba imekaa vibaya kweli kweli, na ndio maana unaona mwalimu ameamua kucheza hivi alivyocheza hii leo kwa ajili ya kujiandaa na mechi hizi muhimu ambazo ziko mbele yetu hivi sasa. Shukrani sana. Asante sana.